Wali gani asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji? Bwana Yesu na asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba mzima wa afya, na mimi hapa ninafurahia kwa sababu ni asubuhi njema ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kutujalia, ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kunibariki na mtazamaji kama wewe, mtazamaji ambaye huwa ninamdhamini mtazamaji yule ambaye ninaamini na kujua kwamba hata yeye ni baraka kwetu. Hata yeye ni baraka kwangu. Wakati ambapo ninakuongea mema, wakati ambapo ninakubariki, na hata maneno ya kukutia nguvu. Hata nawe mahali popote pale unatazama ukiwa unasema kwamba mtumishi, hata wewe Mwenyezi Mungu akakuongezee nguvu. Mwenyezi Mungu akakubariki. Unayo tutamkia, hata nawe tunakutamkia. Bwana Yesu na asifiwe. Si unaona hata mimi hapa ninatambasamu nikikumbuka kwamba siku ya kesho ndio ile siku. Siku kuu, siku ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Karibia katika runinga yako, tuendelee na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Samuel Mutinda kutoka kanisa la ABC Ngoleni, Mitaboni Pastorate, Machakos Sub-Headquarters. Nikitumai kwamba mengi ambayo Roho Mtakatifu ameweza na kumwandaa nayo ni kwa sababu yetu pia wewe uko tayari kabisa ukaweze na kuyapokea. Karibu. Mtazamaji wangu, naomba nikusalimu asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Naomba nikukaribishe katika kipindi hiki cha asubuhi ya leo, katika kipindi cha manyunyu ya baraka, ili tukapate kubarikiwa pamoja. Na ninaamini ya kwamba unapoketi, unapokaa, naomba neema ya Mungu ikufikie pale, na pia tuinuliwe kwa pamoja. Katika kitabu cha Mathayo mtakatifu, hapo ndipo tutapata neno la Bwana. Mathayo mtakatifu, mlango ni wa kwanza. Tusome mstari wa 18 hadi wa 24. Na kwa jina la Yesu Kristo nitasoma. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawanja karibiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiria hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika uzingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Mtazamaji wangu, naomba tuombe ili neno la Mungu liende pamoja nasi. Asante Mungu kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa sababu ya neno lako ambalo nimelisoma kwa watazamaji wako. Mungu, naomba ukapate kunena nasi na ufungue mioyo yetu tukasikie neno lako. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Mtazamaji wangu, katika neno la Mungu ambalo nimesoma
naomba tujifundishe jinsi ya kutii sauti ya Mungu, kutii sauti ya Mungu. Na katika Biblia mahali nimesoma, naomba ili tujifundishe, kwa sababu maneno haya ni maneno ambayo yanatujenga vile tutakavyoishi kwa kumtii Mungu, kama vile Yusufu alifanya. Kwa maana hapa tunaelezwa jinsi ya kuzaliwa kwa Yesu vile kulivyokuwa, na Biblia inatuambia ya kwamba Mariamu ambaye alikuwa ameposwa na mtumishi wa Mungu ambaye ni Yusufu, Biblia inatuambia ya kwamba kabla hawanja karibiana alionekana akiwa na mimba. Na wakati huu, kwa sababu Yusufu wakati alipoona mkeo ama mke wake ana mimba, akaongopa kumuoa kwa sababu aliona aibu, kwa sababu mke wake amepata mimba. Na kwa sababu ya hivyo, alivyokaa akaona ya kwamba uamuzi wake ni vizuri amwache kisiri. Na ilivyofikiria hayo, naye Mungu, kwa sababu njia ya Mungu ni njia ambayo ya kipekee, ni njia ambayo sisi wanadamu ambao tunaishi ambayo hatuwezi ielewa. Hivyo wakati ambapo mtumishi wa Mungu Yusufu alikuwa anafikiria ya kwamba atamwacha mkewe, hivyo ndivyo Mungu naye aliingilia pale, kwa sababu ilikuwa ni neno la Mungu na ni lazima litimie. Hivyo mtazamaji wangu, kuna mambo ambayo tunayaona, kuna mambo ambayo tunayapitia kama Wakristo, kama watu. Mara nyingine tunakaa na tunaona ni vizuri haya tuyaache, ama mtu anakata tamaa. Lakini asubuhi ya leo naomba mtumishi wa Mungu unayenisikiliza na unaponiangalia, ili upate nguvu ya kwamba unapopitia mangumu, unapoona mambo ambayo unataka kukata tamaa, hapo jikaze na Mungu atakutia nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo mtazamaji wangu, wakati ambapo Yusufu alikuwa na waza haya, Mungu naye akamtuma Roho Mtakatifu ili akapate kujidhihirisha kwake ya kwamba huyu mkeo ambaye anamuoa mimba si eti ni ya mwanadamu, ila ni mimba ya Roho Mtakatifu. Hivyo Mungu akanena kupitia kwa Roho Mtakatifu na Yusufu akakubali. Hivyo asubuhi ya leo mtazamaji wangu, naomba wakati Roho wa Mungu anavyoongea nasi, ni vizuri kukubali kutii sauti ya Bwana kupitia kwa Roho Mtakatifu. Ni vizuri kutii sauti ya Bwana, kwa maana tunafundishwa ya kwamba mtumishi wa Mungu Yusufu wakati alipoamka kutoka usingizi ambapo alikuwa analala, akaamka, alifanya vile Roho Mtakatifu alimwangiza afanye. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninaomba mtazamaji wangu, ili unapoishi, unapokaa, ni vizuri kukubali, ili Roho wa Mungu wakati anavyonena nawe usipuuse maneno ya Roho Mtakatifu ama maneno ya Mungu. Mtumishi wa Mungu, kesho ni siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Tusiende mikono tupu, tukubali kwenda tukiwa tumejipanga kufanya vyema. Ni vizuri wa mtazamaji wangu, kwa maana ni maisha ambayo tunaendelea na kuishi na kukumbuka siku hii ambayo ni siku ya maana, ya muhimu sana ambayo tunaamkia. Naomba mtazamaji wangu, siku ya leo unaposikia sauti ya Bwana, ujue ya kwamba ni vizuri kesho unapoamka na kwenda kusherehekea, ni vizuri uende mbele za Mungu ukiwa na kitu ambacho ni cha kusema asante Mungu, kwa maana ni neema ya Mungu kufika mahali umefika. Ni neema ya Mungu na kuendelea na kuongozwa na Roho wa Mungu, basi Mungu atakujalia. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu unayeniangalia, usikufe moyo ama mambo ambayo yamefanyika kinyume na matarajio yako,
ujue ya kwamba kuna mipango ya Mungu hata kukiwa hivyo. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba Mungu aliye hai, Mungu ambaye alikuita, Mungu ambaye alikuchagua, kuna mipango yake ambayo mwanadamu hawezi akaipanga. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba tutii sauti ya Bwana. Ni vizuri ya kwamba tusikie Mungu ananena nasi namna gani na njia gani, ili tusipotee na mwaka usiishe tukiwa hatuna mahusiano yetu na Mungu, kwa maana Mungu aliye hai atatusaidia. Kwa hivyo Mungu atubariki na abariki neno lake. Mwenyezi Mungu, tawala kwa kila jambo. Neno lako limepita kwetu, hivyo Mungu nena nasi, kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Fuatilia neno lako, kwa maana una uwezo wa kulifuatilia. Tumejifundisha ya kwamba ni vizuri kuwa watiifu na kutii sauti yako, kama vile Yusufu, hata mambo yakiwa magumu kwake, Baba, wakati ulipomtuma malaika alitii sauti yako na akamuoa mkewe. Hivyo Mungu, naomba iwe hivyo kwetu, ili tuone neema kwako na utukufu wako Baba ufuatane nasi. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru, amen. Mpango wa Mwenyezi Mungu hauwezi ukazuiliwa na hali yeyote ile. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa ni kupitia kwa Roho Mtakatifu. Yaani hakukuwa ni kupitia kwa nguvu ama kwa uweza wa binadamu yeyote ama uwezo wa kawaida, hapana. Kulikuwa ni kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hivyo basi hali yeyote ile haingeweza na kuzuia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hata katika nyumba za wageni kukosekana nafasi, Yesu Kristo, maana ulikuwa ni wakati wake wa kuzaliwa, alikuwa ni azaliwe. Na kupitia kwa njia ya kutuonyesha hata unyenyekevu, akaweza na kuzaliwa pale orini mwa ng'ombe. Pale tukaweza na kuona unyenyekevu ukifanya kazi. Pale tukaweza na kuona kwamba Yesu alikuwa anazaliwa ni kwa sababu ya kila mtu. Sio kwa sababu ya huyu hako hivi, hako na mali, huyu amebarikiwa kiasi hiki, hapana. Yesu alizaliwa kwa sababu ya sisi zote. Mungu unena kwa wakati unaofaa. Wakati ambapo Mwenyezi Mungu aliona wakati unafaa wa kuweza kuongea ama wa kuweza kuzungumza na Yusufu kuhusu Mariamu, kuhusu ujauzito wake. Wakati wake aliweza na kunena naye kupitia kwa ndoto, na kaweza na kumuondolea hofu. Usiwe na hofu, huyu msichana amembeba ujauzito wa aina ni kupitia kwa Roho Mtakatifu. Usimkatae. Iko hivi, utii uleta baraka. Kumtii Mwenyezi Mungu, kutii neno lake kunaleta baraka zake. Mwenyezi Mungu anatubariki kupitia kwa utiifu. Je, wewe ni mnyenyekevu mbele zake? Yeye huwa unamuonyesha utiifu ama kuko namna gani? Yesu ni Emmanuel. Tukafundishwa tukajua kwamba Yesu Mungu pamoja nasi. Nikimalizia na kuacha na hili. Tunapochagua utii hata katika hali ngumu, hata katika mapito, tukichagua kumtii Mwenyezi Mungu, tunakuwa sehemu ya kutimiza mpango wake. Kutimiza mpango wake na kushuhudia uwepo wake katika maisha yetu. Tukitii, tukimtii, tunakuwa sehemu tu ya kutimiza kusudi lake, kazi yake ndani yetu. Tunasaidiana hata pamoja kutimiza hayo yote, tukiwa na utiifu mbele zake. Tukiweza na kuchagua kuwa watiifu. Tuchague kuwa watiifu mbele za Mwenyezi Mungu. Na Mungu atubariki. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Najua kwamba siku ya leo ni siku ya pilika hapa na pale. Unaangalia kila mtu amepaki nguo zake vizuri. Kesho
Tunapika nini? Mbuzi leo ndio inachinjwa. Tutaweza na kuchinja kuku? Itakuwa namna gani? Na niendelee na kukumbusha kwamba kile ambacho uko nacho furahia na wengine, bariki wengine. Furahia na wengine. Yaani usifurahie wakati ambapo kwako unasherehekea mpaka hata mnatupa. Na kwa mwenzako, kwa jirani wanalia njaa. Shiriki na wengine, share na wale wengine. Christmas is all about sharing, kuonyesha upendo kwa kila mtu. Maana Yesu alizaliwa kwa sababu ya huo upendo. Mungu akatupenda, akamtoa yeye mwana wake wa kipekee. Upendo tu, upendo. Tuhubiri upendo hata kupitia kwa matendo. Ukibariki mwingine unaendelea na kuhubiri upendo. Ninakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu atembee pamoja nawe. Neema yake ikutoshe mahali popote pale utaweza na kutembea. Mahali popote pale utakuwa. Kwa matayarisho yote, Mungu awe pamoja nawe. Bye bye.